Mjadala ambao upo hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kati ya Simba na Yanga ni nani ambaye alikimbia dabi. Ukweli ni kwamba Simba ndio alikimbia dabi. Yaani Simba ndio timu ambayo iliogopa dabi na sio kwamba Yanga waliogopa dabi. Ila Yanga inaonekana waliogopa kurogwa au waliogopa ulozi. Ndio maana wakawazuia Simba wasiingie kufanya maandalizi ya mwisho. Nafikiri hapo umeelewa kwenye hizo tofauti mbili. Inawezekana Simba wameogopa dabi na ndivyo ambavyo inaonekana kwamba Simba waliogopa dabi, pengine walihisi kwamba atacheza dabi watafungwa, na kama wangeingia na kufungwa maana yake ingekuwa ni dabi ya 5 mfululizo wanapoteza dhidi ya Yanga. Maana yake ingekuwa ni fedheha kwa timu kama Simba kufungwa mara 5 mfululizo dhidi ya Young Africans. Maana yake ni timu ambayo ilishaonesha unyonge mbele ya Yanga. Kwa hiyo kufungwa mara 5 mfululizo sio kitu kizuri ambacho kila mtu anakitamani kuona kinatokea. Na ndio maana pengine Simba waliamua kuigomea mechi ya dabi kwa sababu walihisi kwamba pengine wataenda kufungwa tena mechi ya 5 mfululizo. Na ukumbuke walikuwa wanakosa wachezaji wawili, Musa Pimpin Kamara, mchezaji muhimu sana kwenye eneo la goalkeeping, lakini pia walikuwa wanamkosa Che Malone Fondo, moja ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Simba. Na kwa taarifa pia ambazo nimezipata ni kwamba Che Malone Fondo kuna uwezekano mkubwa akakosekana mpaka mwishoni mwa msimu huu. Yaani asicheze mechi nyingine yote mpaka msimu umalize kwa sababu amepata jeraha kwenye enka. Na hakuna jeraha baya kama majeraha ya enka. Yaani ni majeraha ambayo ukiyapata kidogo mambo yanakuwa tofauti. Yaani unakaa nje kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kunawezekana wakamkosa kwa muda mrefu zaidi kwa msimu huu, na maana pengine anaweza asicheze mechi yote nyingine ya ligi ambayo inafuata. Sasa turudi kwenye hoja ambayo nimeanza kuijadili kwamba kwa maana ya kwamba Simba kwa nini waliogopa dabi. Kwanza kuna hizo sababu mbili ambazo nimeitaja kwamba huenda kukosekana kwa Musa Pimpin Kamara pamoja na Che Malone kumechangia wao kuiogopa dabi, lakini pia kufungwa mara 4 mfululizo ni sababu nyingine ambayo pengine ilisababisha Simba wakaiogopa dabi, lakini pia kingine sababu za ulozi au ushirikina. Hiyo pia pengine ilikuwepo ndani yake kwa sababu wao wataka kuja kufanya maandalizi yao kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Of course kikanuni walikuwa wanaruhusiwa kuja kufanya maandalizi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kanuni haisemi wagome wakizuiwa kufanya maandalizi. Kwa kanuni inasema muingie kufanya maandalizi. Mkizuiwa kufanya maandalizi, aliyewazuia kufanya maandalizi atatozwa faini ya shilingi milioni 1 mpaka milioni 2. Kwa kanuni ilikuwa imenyooka na ilikuwa inaeleka kwamba kwa sababu Simba amezuiwa kufanya maandalizi ya mwisho, maana yake huyo ambaye amewazuia inabidi atozwe faini ya shilingi milioni 1 mpaka milioni 2. Kwa hiyo Simba hawakupaswa kugomea mchezo. Wao walipaswa tu kuandika ripoti kwenda bodi ya ligi, kwenda kwa kamishna wa mchezo. Kamishna mchezo atapeleka bodi ya ligi, alafu mwisho wa siku waliohusika wangepigwa faini milioni 1 mpaka milioni 2. Lakini walichofanya wao Simba ni kugoma. Sasa kuna mtu mmoja aliniambia Simba walishachungulia ukagundua kwamba wamerogwa sana. Yaani wamepigwa chuma sana. Kwa hiyo hawawezi kushinda mechi ya dabi. Na kama unakumbuka kwenye mechi zote 4 ambazo Yanga amemfunga Simba, hakuna hata mechi moja ambayo Yanga ameingia kwenye geti ambalo linaruhusiwa. Yaani kwenye hizo mechi zote Yanga kaingia kwenye geti ambalo haliruhusiwi na mechi zote kashinda. Na kwa mtu ambaye amenipa taarifa ni kwamba Simba walishachungulia wakagundua kwamba Yanga wameshamaliza kazi. Yaani wameshamaliza mambo yao ndani ya uwanja. Kwa hiyo Simba wakahofia ile. Sasa wakati Simba wanakuja wakaja na mbuzi kwenye gari ili wakatibue mambo. Baada ya Yanga kujua kwamba Simba wanaenda kutibua mambo na inaweza kupelekea Yanga wakafungwa, wakawaambia makomando wao wawazuie Simba wasiingie kufanya maandalizi ya mwisho, kwa sababu Simba wangeingia na yule mbuzi, na yule mbuzi angeingia hapa, wangeingia naye wakamchinja pale ndani ya uwanja, wangekuwa wameharibu kila kitu ambacho Yanga walikifanya. Kwa hiyo ingepelekea Yanga kupoteza mchezo, na baada ya watu wa Yanga kugundua hicho kitu ikabidi watumie mabouncer wao kuwazuia Simba wasiingie uwanjani. Lakini kiuhalisia ni kwamba tukiondoa masuala ya kishirikina, Simba waliugomea mchezo. Simba ndio ambao wameikimbia dabi. Young Africans anatumika tu kama chambo by the way, ingawa makosa ya Yanga ndio makosa ya kwanza, kwa maana Yanga kukataa Simba wasifanye maandalizi ya mwisho. Lakini Yanga waliwakataza kwa sababu wanajua watapigwa faini, na wakipigwa faini wana uwezo wa kulipa. Lakini hiyo sababu sio sababu ya Simba kugomea mchezo. Manake kugomea mchezo ni matatizo ya Simba, sio matatizo ya Yanga.
Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Simba ndio walikimbia dabi. Yaani Simba ndio waligoma kutokea kwenye dabi wakihofia pengine kupoteza mchezo mwingine. Lakini Young Africans wao hawajagomea dabi na ndio maana walikuwa tayari kuleta timu uwanjani. Makosa ya Yanga ni kuwazuia Simba kufanya maandalizi. Ni hicho kikanuni pia imeelezwa kabisa wazi kwamba ukimzuia mpinzani wako kufanya maandalizi ya mwisho utatozwa faini. Manake Simba walipaswa kukubali Yanga walipaswa kupeleka ripoti ili Yanga apigwe faini. Yanga akipigwa faini na mechi inachezwa kama kawaida, lakini wao ile wakaichukua kama sababu ya kugomea mchezo. Kwa hiyo kwa vyovyote ambavyo watu wanazungumza na kuandika, lakini ukweli ni kwamba Simba ndio kaikimbia dabi. Simba ndio kawaogopa Yanga. Simba ndio kasababisha mechi ya dabi ikaacha kuchezwa. Kwa sababu kosa ambalo wamelifanya Yanga limeandikwa kikanuni na adhabu yake ipo kikanuni, na kila kitu ambacho Yanga amekifanya chini ya kanuni. Lakini Simba kugomea mchezo, hicho ni kitu ambacho kiko nje ya kanuni. Manake wamefanya makosa ya kikanuni ya kugomea mchezo bila kuwa na sababu ya msingi. Zipo sababu za msingi za kugomea mchezo, ikiwemo labda mvua kali za kugomea mchezo, labda wachezaji wenu wanaumwa au wengi wana majeraha, lakini pia mko pungufu ya wachezaji 7 kwenye timu, lakini pia labda matatizo yale ya labda mmepata ajali. Yani vile vitu ambavyo havitazamiwi kutokea, yani yale majanga ambayo sio majanga ya kawaida yanatokeaga tu, ya vile ndio vitu ambavyo vinaanza kusababisha mchezo kuahirishwa. Lakini sababu ya Simba kuahirisha mchezo sio sababu ya msingi, manake wao waliamua kugomea mchezo kwa sababu wanahofia Yanga, wala sio sababu nyingine, wala sio kitu kingine chochote. Kwa hiyo tuishie tu hapo, ni kwamba Simba waliugomea mchezo na itabaki hivyo, na wao ndio ambao walifanya makosa, ingawa Yanga makosa yao ambao waliyafanya ni makosa ambayo walikuwa na uwezo wa kuadhibiwa kikanuni. So endelea kusubscribe kwenye channel ya Ngereza TV pale Instagram natumia Alex Ngereza, lakini pia Twitter ni Alex Ngereza na Thread ni Alex Ngereza. Utapata uchambuzi wa kina kabisa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, tuko pamoja.